Leo ni tarehe 10 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, siku ya Jumatatu. Karibu katika udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Live TV. Tunaanza kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni vigogo wastaafu washauri maridhiano, wahimiza uzalendo, tume shirikishi wahadharisha maslahi binafsi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Ndejembi ambana mkandarasi Kahama. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Reli zote zinazoingia bandarini Dar kufumuliwa. Habari katika ukurasa wa pili. Rais Samia kunogesha tamasha la Kizimkazi. Habari katika ukurasa wa 7. 14 mbaroni soko bubu la madini Dar. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Marafiki washauri wa mipaka kuepuka majuto, wanasaikolojia waeleza ya kuzingatia, wataja vya sheria. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3 gazeti hili. Kilimo, mifugo, uvuvi, misitu kuongezwa kasi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 gazeti hili. Fursa 4 kuwekeza nishati safi ya kupikia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu. Nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni makali bei vifaa vya ujenzi kupaisha kodi za nyumba, mafuta kupakwa, gharama za mafuta magari kudaiwa kuwa ni moja sababu za maumivu, tozo mpya nazo zikitajwa. Nondo kupanda kwa bidhaa hii ni miongoni mwa vilio vinavyotolewa na kusababisha kupaisha gharama za ujenzi. Mahitaji, gharama za ununuzi wa mchanga, kokoto, saruji na tofari zaongezeka kwa viwango tofauti kulingana na umbali wa eneo la ujenzi. Nukuu ya Suzana John, mkazi wa Morogoro, inasema, nilikuwa nimepanga bajeti ya kumalizia ujenzi wa nyumba yangu yenye vyumba vitatu, kila kitu kama tofari, nondo, mchanga na kokoto, ila kwa sasa nimesimamisha ujenzi kwa sababu bei zimepaa, najipanga upya. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika ofisa polisi amburuza IGP kortini. Afisa wa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro Bilukuza Kayanda amefungua maombi mahakama kuu akiomba kibali cha. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 6. Sababu madai ya bima kuchelewa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Hatari wanazopitia wahudumu wa afya wakiwa kazini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika soko bubu la madini la fichuliwa Dar, 14 ukamatwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni TRA yapeleka kicheko kwa umiliki wa maroli, yaondoa changamoto ya muda mrefu, sasa kunufaika na msamaha wa VAT, lengo ni kukuza biashara, ajira. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Habari picha ikimwonyesha waziri wa madini Anton Mavunde akionyesha wanahabari jana baadhi ya vitendea kazi fedha taslim vilivyokamatwa, ambapo watu zaidi ya 14 wamekamatwa kwa kujihusisha na utoroshaji wa madini, ambapo soko bubu la madini la gunduliwa jijini Dar es Salaam. Watuhumiwa hao wanatarajiwa kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. Sheria kuimarisha miundombinu kuchochea kasi ya ukuaji uchumi. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali ongeza nguvu kilimo na umwagiliaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Vijana watakiwa kumuunga mkono Samia kwa ujasiri. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Kilimo safi kwa afya bora ya mlaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16. Wadau kanda ya ziwa wapewa elimu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Oman, mazungumzo kuhusu Hormuz yapiga hatua. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni siri hukumu nyingi nchini kutenguliwa. Wataalamu wa sheria waonya kuwa kuachiwa kwa washtakiwa hakumaanishi moja kwa moja kuwa hakutenda kosa, bali upande wa mashtaka. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Matapeli wanavyowinda mafao ya wastaafu kwa mbinu hatari za kidijitali. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17. Kesi ya uhaini ya Lissu yarejea korti kuisikiliza mfululizo siku 29. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Gazeti hili limeandika gumzo mtoto wa Rais Ruto kuolewa na Mtanzania. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru ukweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Dr. Samia awapa raha vigogo ushirika, wakoshwa na hatua ya serikali kuendelea kuwatafutia wakulima masoko ya nje ya nchi na kuwezesha kupata zana
za kisasa za kilimo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Serikali kuthamini mchango wa taasisi za dini sekta ya afya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mabaki ya miwa kuzalisha umeme, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Mtandao utoroshaji madini wa naswa, watu 14 wamekamatwa na dhahabu ya gramu 174, mmoja akitimwa mbio na madini ya milioni 54. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Taifa hatarini kupata wagonjwa wengi wa figo miaka 10 ijayo, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Aliyepinga kifungo miaka 30 kubaki jela maisha, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 20. Gazeti hili limeandika Kikwete aipatano tayari, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Hemedi kuzindua programu ya Okoa Mvuvi Zanzibar, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Habari picha ikimwonyesha makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah akikabidhi tuzo ya heshima kwa mwakilishi wa benki ya watu wa Zanzibar PBZ ya kutambua mchango wa benki hiyo katika maendeleo ya mpira wa miguu visiwani Zanzibar. Pombe, dawa za kulevya zaendelea kuwa tishio kwa vijana, habari katika ukurasa wa 3. Hamza ataka jamii kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Ujenzi wa miundombinu kuharakisha mageuzi, Dr. Khalid, habari katika ukurasa wa pili. Gazeti hili limeandika Iran Oman zakaribia kufikia makubaliano kuhusu Hormuz, habari katika ukurasa wa 9. Wizara ya Afya yahidi kuendelea wajengea uwezo wa tendaji, habari katika ukurasa wa 3. Dr. Bashiru aishukuru serikali kuimarisha sekta ya kilimo mifugo, habari katika ukurasa wa 6. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni tukutane Agosti 12, Yanga Day vibe la kutosha. Kituo kinachofuata ni Kariakoo Derby, habari katika ukurasa wa pili. Habari picha ikionyesha wachezaji pamoja na mashabiki katika sherehe za Yanga Day. Majeraha ya tesa wachezaji, bima ikibaki kuwa ndoto, habari katika ukurasa wa 12 na ukurasa wa 13. Wapinzani wa Yanga CAF wataja Simba Sports Club Septemba 4 hadi 6, Yanga dhidi ya Gaborone United first leg, habari katika ukurasa wa 3. Arsenal yaingia anga za Liverpool, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwanaspoti limeandika ngao ya jamii Agosti 12 ni Simba dhidi ya Yanga saa 2 kamili usiku, New Amani Complex Zanzibar. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo, nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika tamasha Yanga moto, habari picha ikimwonyesha Boka Diara pamoja na Shalolile. Beka aliana washambuliaji Simba, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Wakulima wafugaji watakiwa kuchangamkia fursa Afcon, habari ni katika kurasa za ndani. Jehana atoa taji la Miss Grande Tanzania 2026, habari katika ukurasa wa 21. Bandari, JKT, Jeshi Stars zang'ara wavu, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Hivi ndivyo tunakamilisha udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Live TV. Asante na kwaheri kwa sasa.